uking'atishwa nyuki kwenye mkono au kwenye shingo, walau kwa mwaka ukang'atishwa mara 3 mara 4, nyuki anafyonza sumu. Ndio kitaalamu. Mimi nane mwaka jana pale nikaenda banda la Mafinga, halmashauri ya Mafinga, wakaning'atisha siku ya kwanza 8, siku ya mwisho namaliza tena wakaning'atisha. Sijaumwa. Hayo ndo maajabu ya Mwenyezi Mungu. Kila kiumbe kakipa faida. Nyuki anafyonza sumu. Ukiugua labda umetaka wewe, umekuwa mlevi, utaugua kwa sababu pombe ikizidi mwilini inaharibu afya. Umekuwa ulali, utaugua kwa sababu Mungu ameweka usingizi. Kwa hiyo yule ambaye amezoea kung'atwa na nyuki haugui ovyo ovyo. Uongo ukweli? Kweli. Nyuki ni diplomasia. Kwa nini tunasema nyuki ni diplomasia? Mheshimiwa Mizengo Kayanza Peter Pinda, waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anasafirisha asali yake inaitwa Pinda Honey, inakwenda China, inakwenda kwenye soko la dunia. Tunapofanya biashara kimataifa, unatengeneza diplomasia. Kwa hivyo kumbe na sisi umoja wetu ukifika mahali tunazalisha asali ya kutosha, tukaiuza Zambia, tukaiuza DRC, tukaiuza Uchina, tukauza Uingereza, tutasaidia kuimarisha diplomasia ya Tanzania na mataifa mengine. Hapo vipi? Sasa unamkuta mtu anataka kufuga nyuki, anapenda asali lakini anakata miti. Na Mungu kishasema miti itatoa matunda na chakula chenu, lakini pia itatoa majani, ni dawa. Hizi dawa za hospitalini, baadhi ya dawa zinatengenezwa kutokana na miti. Wapendwa wanarukwa, tusikate miti. Tuwe mabalozi wa kutunza mazingira. Milima yetu ya Liamba ya Mfipa pale, kuna mijitu, sijui ni mapepo, wanachoma, wanakata, wanachoma mkaa. Yaani wewe mkaa upate 50,000, 60,000, sisi tukose asali, tukose pesa, alafu tukose mvua, alafu tupate majanga ya mafuriko. Kila mwaka serikali inatumbukiza hela tu kwenye madaraja bondeni, inatumbukiza hela. Jamani, mtuonee huruma na sisi serikali. Tunahitaji kujenga vituo vya afya, tunahitaji kujenga madarasa, hatuna madawati, watoto wetu wanakaa chini. Hizo pesa bilioni kadhaa tunazozileta kwa ajili ya uharibifu wa mazingira, ninyi machifu na viongozi wenzangu wafuga nyuki, tusaidiane kukemea wanaokata miti, hususani safu za milima yetu. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya nyuki ni utajiri kwa anayependa, ila anayeona nyuki anang'ata na kumuumiza hawezi kuelewa. Anayeona kutunza mazingira, misitu ni shida, hawezi kuelewa. Lakini kwa sisi ambao tumeonja, tumesoma kwa ajili ya asali na nyuki, tutaihubiri habari ya utunzaji wa mazingira, tutahubiri habari ya nyuki.